Siku ya jana nilikusogezea video za Hamisa Mobeto na mama yake, walikuwa wamehudhuria kwenye harusi ya mwanadada Baila ambaye ni stylisti wa Zuchu pia. Sasa watu wakaanza kuulizana kwamba Hamisa Mobeto rafiki wa Baila ametokea kwenye harusi ya Baila, lakini boss wa Baila Zuchu ambaye waga anavalishwa na Baila Baila kama stylist wa Zuchu, mbona Zuchu hajatokea kwenye harusi ya Baila? Watu wengi sana wakaanza kuzungumza na kudai kwamba inawezekana Zuchu ni ujauzito ndo umefanya asihudhuria kwenye hiyo harusi. Watu wakatolea mfano kwamba mbona kwa mwanadada Shamira Mshangama, kipindi Shamira anazindua ule mgahawa wake, Zuchu alikuwepo. Kwa hivyo inawezekana ni ujauzito ndo umembana Zuchu asihudhuria kwenye harusi ya rafiki yake, mfanyakazi wake, stylisti wake, designer wake Baila. Lakini wengine wakadai kwamba inawezekana hapo kwa sababu ya Hamisa Mobeto, lakini mimi nikasema sio kweli, na labda kwa sababu ya ujauzito, lakini kwa sababu ya Hamisa sio kweli, kwa sababu Zuchu na Hamisa hawajawahi kuonekana wamepishana kwa namna yoyote ile au kwenye engo yoyote ile. Hamisa ni mzazi mwenzake na Diamond Platnumz, mambo yao na Diamond waga yako tofauti kabisa na Zuchu. Tofauti ambavyo kwa Zazi Boss Lady tuliona jinsi ambavyo kulikuwa kama na mwingiliano, walikuwa ni kama kuna maneno yalikuwepo kati ya Zuchu na Diamond, ya Zuchu na Zazi Boss Lady, baada ya kuwa Zari imeonekana kuwa design kama wana kuichi kwa siri na Diamond Platnumz, mume wa Zari akachaluka Baila. Lakini wengine wakadai kwamba inawezekana Zuchu hajaenda kwenye harusi kwa sababu ya Hamisa, kitu ambacho mimi nilikataa na kusema sio kweli, kwa sababu Hamisa na Zuchu hawajawahi kutofautiana kwa namna yoyote ile, wala kurushiana maneno au maneno kutungwa kwao kwamba Zuchu na Hamisa Mobeto kuna hiki na hiki kinaendelea. Tofauti na Zazi Boss Lady, kuna maneno alishawahi kutokea, mara ikasemekana kuwa Zazi Boss Lady anakuichi kwa siri na Diamond, mume wa Zari akachaluka, Zuchu naye akachaluka, Zari akachaluka na kudai kwamba huyo Zuchu kila wiki anaenda na kurudi. Unaona bwana. So kwa Zazi Boss Lady sawa, lakini kwa Hamisa hapana. Kwa Tanasha sawa, sababu pia kuna maneno hayo kwamba Tanasha anatoka na Diamond, mara Tanasha anatumiwa na familia ya Diamond kumuumiza Zuchu, hapo sawa. Lakini kwa Hamisa hakijawahi kutokea kitu kama hicho. Kwa hivyo Hamisa kusababisha eti Zuchu asihudhurie kwenye ile harusi ilikuwa ni kitu ambacho sio kweli. Sasa Zuchu kupitia ukurasa wa Instagram wa Baila ameposti bwana. Baila ameposti kupitia ukurasa wake wa Instagram picha ambazo zinaonesha kuwa kaolewa na na kaandika tu kwamba minishari hasidin idha hasadi, mume wangu peke yangu. Akaweka hapa emoji ya makopa kama yote, anasema stara yangu, amani yangu, my everything, looking forward to a lifetime of happiness and baraka with you, love you to Jana and back. So hizi ni picha ambazo kaposti, na huo ni ujumbe ambao kauandika. Sasa Zuchu hapa bwana akatokea kwenye comment section na kutia neno kwa kusema hongera. Na hii comment Baila kaitagi, na hii inaonyesha kwamba hakuna gomvi lolote kati ya Baila na Zuchu, na inawezekana kuna sababu za msingi ambazo zimefanya Zuchu asihudhurie kwenye ile harusi, lakini yuko pamoja na Baila. Inawezekana mchango na nini na kila kitu vyote alivitoa kwa Baila, lakini tu ndo hivyo hakuweza kuhudhuria hapo. Inawezekana sababu kubwa ni hiyo mimba. Sababu kubwa ni hiyo mimba, na sio mtu yoyote etikafanya Zuchu asihudhurie kwenye hiyo harusi. So Baila hapa ameipini kabisa hii comment, ndo iko ya kwanza kabisa ukiingia kwenye comment section.
ili kuonesha watu kwamba yuko sawa na Zuchu. Zuchu amemwambia hongera, alafu akamwekea emoji ya makopa kama yote, na Baila akamjibu asante. Huyu anasema hadi milele kipenzi Baila. Huyu ni Hadija Kopa amemwambia Baila kwamba hadi milele kipenzi Baila, na Baila akamjibu kwa kumwambia amin mama yangu, somo yangu, hakika sitakuangusha, Mungu akuweke inshallah. So unaweza kuona hapo kitu kingine tena kwamba kumbe Hadija Kopa ndo alikuwa somo kabisa wa Baila. Alikuwa somo kabisa wa Baila. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba mambo yako shwari kwa Zuchu, na wala si Hamisa aliyefanya Zuchu asihudhurie pale, bali inawezekana ni ujauzito, kwa sababu kwenye process zote Hadija Kopa ndo alikuwa somo wa rafiki yake Baila. Huyu anasema hongera sana my dear. Baila akamwambia asante sana baby. Huyu anasema my own wangu kila upande Mungu awadumishe inshallah, na Baila akamwambia nakupenda sana mke mwenza. Alafu akacheka. Kwa sababu kwamba mashallah Allah wape masikilizano, huruma na upendo. Huyu ni Juju, na Baila akamwambia amin rafiki yangu, somo yangu. Huyu anasema hongera sana Baila wa Zuchu, kwamba Baila wa Zuchu, Allah kulindie ndoa yako. Huyu hapa anasema awe my baby. Baila akamjibu kwa kumekimo ja makopa. Huyu anasema mashallah hongera sana Baila. Baila akamwambia asante. Huyu anasema mashallah. Baila akamwekemo ja love, hongera sana kipenzi. Baila akasema asante. Mashallah hongera sana kipenzi. Baila akamwambia shukrani sana. Huyu anasema mashallah rafiki yangu, ikawe heri na udumu katika ndoa yako inshallah. Baila akamwambia amin inshallah. Huyu anasema mbona kama Idi Santos. Baila akacheka kweli kweli. Huyu anasema hongera sana dada B. Huyu anasema I love wangu na kupenda bwana. Huyu anasema Baila akamjibu asante baby. Huyu hapa anasema heri thuma heri, hongera sana ndugu yangu, Mwenyezi Mungu awape furaha amani daima, lakini pia kila jema kwako inshallah. Na Baila akamwambia asante sana ndugu yangu, ubarikiwe, ndoa ikawe heri ya heri dada yangu kipenzi. Baila akamwambia asante sana kaka yangu. Huyu anasema ikawe heri inshallah dada yangu, hongera sana shemeji yangu mapuzi, nishapata bado mume. So